Korea Kaskazini imerusha makombora kadhaa ya ballistic, ikiwa ni mara ya kwanza kufanya jaribio kama hilo baada ya muda mrefu wa utulivu. Tukio hili limejitokeza wiki moja tu baada ya viongozi wa dunia, akiwemo Rais wa Marekani Donald Trump, kufika nchini Korea Kusini kwa ajili ya mkutano wa kilele wa APES. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa makamanda wakuu wa jeshi la Korea Kusini, makombora hayo yaliyorushwa yanaaminika kuwa ya masafa mafupi, short range ballistic missiles. Jaribio hili limekuja miezi michache tu baada ya rais mpya wa Korea Kusini Lee Jae-myung kuingia madarakani mwezi Juni. Korea Kaskazini imekuwa ikifanya majaribio ya makombora kwa miaka mingi, ikidai kwamba baadhi ya makombora yake ya masafa marefu yana uwezo wa kufika hadi bara la Amerika. Katika miaka ya hivi karibuni, Korea Kaskazini imezindua pia makombora ya mafuta magumu, solid fuel missile, ambayo ni rahisi kusafirisha, kuficha na kurusha kwa haraka ikilinganishwa na makombora ya mafuta ya kimiminika. Mwezi huu Korea Kaskazini iliwasilisha kwa fahari kile ilichokiita kombora lake lenye nguvu zaidi duniani, Hwasong-20, wakati wa gwaride kubwa la kijeshi lililohudhuriwa na maafisa wakuu kutoka Urusi na China. Vyombo vya habari vya serikali vilisema kuwa kombora hilo halina mpaka wa uwezo wa kushambulia, knows no bound, likionyesha kuwa lina uwezo wa kufika mbali zaidi kuliko hali ya awali. Mwezi Septemba, kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un alisimamia jaribio la injini ya mafuta magumu inayotumika kwa makombora ya nyuklia ya masafa marefu. Vyombo vya habari vya serikali vilieleza kuwa jaribio hilo lilikuwa la 9 na la mwisho, likiaminika kuwa jaribio kamili la kombora jipya la ICBM linaweza kufanyika katika miezi michache ijayo. Kwa upande wa Marekani, Rais Donald Trump amesema kuwa ana matumaini ya kukutana na Kim Jong-un mwaka huu kufufua tena mazungumzo ya kidiplomasia ambayo yalifanyika mara kadhaa wakati wa muhula wake wa kwanza. Vyombo vya habari vya Korea Kaskazini vimeripoti kwamba Kim Jong-un yupo tayari kuzungumza tena, lakini kwa masharti kwamba Marekani iache shinikizo lake la kudai nchi hiyo kuachana na silaha za nyuklia. Tangu zamani, Marekani imekuwa ikisisitiza kwamba Korea Kaskazini lazima ivunje kabisa mpango wake wa nyuklia, jambo ambalo limekuwa kikwazo kikubwa katika mahusiano kati ya mataifa hayo mawili. Hadi sasa, Korea Kaskazini iko chini ya vikwazo vingi vya Umoja wa Mataifa UN kutokana na programu zake za makombora na nyuklia. Hata hivyo, imekuwa ikisisitiza kwamba haitawahi kuachana na silaha zake na badala yake imeimarisha uhusiano wake wa kidiplomasia na washirika wake wa jadi, China na Urusi. Jaribio hili jipya linachukuliwa kama ujumbe wa kisiasa na kijeshi, likilenga kuonyesha nguvu za kijeshi za Korea Kaskazini katika kipindi ambapo dunia inatizama mikutano mikubwa ya kimataifa, huku mvutano wa kikanda ukiendelea kuongezeka. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter.